tuendelee na somo letu. Tunalo somo letu tunaendelea nalo kwa siku ya leo linalosema matokeo ya dhambi kwa mwanadamu. Matokeo ya dhambi kwa mwanadamu. Nianze kwa kusema tafasiri ya neno dhambi. Dhambi ni uasi. Kwa mjibu wa kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 4. Neno Mungu inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo dhambi ni uasi. Uasi pia ni kwenda kinyume na mamlaka na taratibu na kanuni za kibiblia. Kwa yeyote yule ambaye ameenda kinyume na neno la Mungu lilo katika Biblia, maana yake ameasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo kama kuasi ni kwenda kinyume na maandiko matakatifu, na lengo la somo hili ni kukusaidia wewe kujua matokeo ya dhambi na msaada wa Mungu kwa mwenye dhambi. Kukusaidia wewe kujua matokeo ya dhambi na msaada wa Mungu kwa mwenye dhambi au kwa mtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na tutatembea na kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 ndicho tutatembea nacho. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 na mstari ule wa 7 tutaanza nao. Na Mungu inasema katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini, wakawa wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya dhambi. Matokeo ya kwanza ya dhambi. Baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, moja ya matokeo yaliyoanza kuonekana ni matokeo ya kuondolewa utukufu wa Mungu ndani ya mwanadamu. Matokeo ya kuondolewa utukufu wa Mungu ndani ya mwanadamu. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 tumeona ya kwamba baada ya Eva kuchukua tunda na kula, wakajisikia wote wako uchi na mume wake. Uchi katika lugha iliyotumika kibiblia ni utukufu ulioondolewa ndani yao. Manake mwanzo, kabla ya kumkosea au ya kukengeuka au ya kwenda kinyume na maelekezo Mungu aliyowapa ya kwamba wasile mti ulio katikati ya bustani, walikuwa katika hali ya kuishi juu ya uwepo wa Mungu ndani yao, na walikuwa katika hali ya ukamilifu katika maisha yao. Lakini baada ya dhambi kuingia ndani yao, wote wawili wakajishtukia wako uchi. Manake wajishtukia utukufu wa Mungu ndani yao umeondoka. Unasema najuaje? Na ndio maana walianza kujisikia wako uchi. Manake walianza kuona uwepo haupo wa kimungu ndani yao. Uwepo wa Mungu ndani yao ulipopotea, wakaanza kuona hofu. Kwenye mstari wa 8 anasema, sura ya 3 Mwanzo mstari wa 8 anasema wakaanza kujisikia wako uchi. Walipoona wako uchi, wakaanza kuona hofu katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ilipoingia katika bustani ya Eden, kati ya kitu kimojawapo ya matokeo ya kwanza yaliyoweza kutokea ni mwanadamu kujiona yuko uchi, kuondolewa utukufu wa Mungu. Warumi 3:23 anasema kwa maana wote wametenda dhambi na kuondolewa na utukufu na kuondokewa na utukufu wa Mungu ndani yao. Kwa ukisha tenda dhambi, utukufu wa Mungu ndani yako unaondolewa. Utukufu maana yake nini? Uwezo wa Mungu ndani yako. Utukufu maana yake nini? Utendaji kazi wa kimungu ndani yako. Utukufu maana yake nini? Ulinzi wa Mungu uliokuwa ndani yao, ndani ya maisha yao, ukaanza kuondoka. Kwa nini umeondoka? Dhambi imeingia katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na tunaweza tukatazama pia matokeo ya pili. Matokeo ya pili ya dhambi
katika maisha ya mwanadamu, dhambi husababisha hofu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 11. Dhambi husababisha hofu. Mungu alipoingia katika bustani ya Eden, mara ghafla Adam na Eva waliposikia sauti ya Mungu akiingia katika bustani, wakaanza kuona hofu. Hofu iliingia ndani yao, na wakati Mungu hajaingia kwanza, hofu haikuonekana, lakini Mungu alipoingia ndipo hofu ikaanza kuonekana. Kwa hiyo hofu ililetwa na dhambi, na hofu pia waliiona baada ya Mungu kuingia kwenye malango. Unasema najuaje? Wakati wako wawili katika ile bustani ya Eden, hatuna mahali ambapo tunaona hofu ikiwa ndani yao, isipokuwa walishangaa tu wako uchi, lakini hofu na kuogopa hakukuwepo. Maanake hawakujua kama kuna adhabu ya ile dhambi walioifanya. Lakini Mungu alipoingia kwenye malango yao, kama Biblia isemavyo kwamba mahali popote pale mtakapokanyaga nimewapa kupamiliki. Alipoingia Mungu mahali pale, ndipo wakaanza kuona hofu ndani ya mioyo yao. Alipomiliki ile lango la Edeni, wakati wako peke yao walikuwa waoni hofu. Kwa sisi ambao Mungu ametujalia tumekuwa hapo nyuma kidogo, tumeanza maisha, unaweza kuona wakati tuko wadogo tukikosea, tulikuwa wakati ukifika wa mzazi kurudi kutoka shambani au kwenye majukumu kabisa, tulikuwa tunaogopa. Ikiwa umefanya kosa mchana, ikifika jioni ulikuwa unakimbia hata chumbani kwako unajifungia. Unafika chumbani unajifungia, unalala kabisa. Mzazi anajua kana kwamba huyu mtoto amelala, kumbe unajua kosa ulifanya, na kisha aligundua anawaza kuvunja hata mlango. Hofu ilikuwa inakuja wakati ambao wamekaribia kurudi. Lakini kabla ya kurudi tulikuwa tunatawala mji, tunatawala, tunafanya tunalotaka, unafuruga vitu mbalimbali pale nyumbani, lakini wasaa kishafika tunakaa kimya. Kwa Adam na Eva alipofika Mungu katika bustani ya Edeni, ile hali ya uhuru wa kutawala katika bustani ilikosa, kwa sababu malango tayari Mungu amekwisha kuyamiliki. Mungu alipoyamiliki yale malango, wao moja kwa moja wakakosa namna ya kufanya, wakakimbia kujificha, kwa sababu wamefanya dhambi, wamekengeuka, wameenda kinyume na maelekezo waliopewa na Mungu katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa hofu iliyotanda ndani yao wakajificha. Kwa hiyo hata sisi wa leo katika maisha yako, ukienda kinyume na mapenzi ya Bwana, ukamkosea Mungu, ukafanya dhambi, utasababisha ndani yako kutokuwa na utulivu wa amani. Ukishaona ndani ya moyo wako hofu imetawala, inatakiwa urudi magotini mwa Mungu kuongea na Bwana, muulize. Kwa sababu saa nyingi sana hofu inapotawala inaonyesha kiashiria ya kwamba mahali ulipo sio sahihi, na saa nyingine hofu inapotawala inaonyesha kwamba kitu unachofanya sio sahihi kwako na kwa Mungu. Unasema najuaje? Katika Wakorintho Biblia inasema ya kwamba, na kwenye Matendo ya Mitume, wakina Paulo walipotaka kwenda kuhubiri Injili kule Frigia, Roho Mungu aliwazuia. Kilichofanya Roho Mungu awazuie ni kwa njia ya kiashiria cha hofu aliyotumia kama indicator ya kuwataarifa kwa mahali mnapoenda si sahihi kwenu na si wakati wenu. Kwa unapofanya jambo, aidha ni biashara au unafanya jambo lote la kimaendeleo, mara ghafla ndani yako ukaona hofu, inatakiwa kwenda magotini kwa Mungu. Na maombi unayotupaswa kuanza nao ni maombi ya toba, ili arejeshe uhusiano uliopotea wa kiroho kati ya wewe na Mungu. Unaporejesha mahusiano yako na Mungu, ndipo Mungu anajifunua ndani yako, anaanza kuonekana. Ndipo Mungu anajifunua ndani yako, anaanza kutenda vile ambavyo anatamani kufanya. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jifunze kuomba toba unapoona hofu moyoni mwako. Haijalishi ni kitu kizuri kwako unataka kukianza. Ukishaona hofu, rejea magotini kwa Bwana. Ukishaona hofu, ujue kuna zuio lipo, na saa nyingine ni zuio la kimungu au ni zuio la shetani. Kwa katika toba unayokuwa ukiomba, Mungu atakupa kujua na kutambua ya kwamba zuio hili ni la kimungu au ni la kishetani. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Basi tuangalie pointi nyingine ya tatu. Pointi nyingine ya tatu nasema hivi: dhambi husababisha mauti. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19, tunaona baada ya Eva na Adam kumwasi Mungu au kutenda dhambi, kati ya kitu kimojawapo
ambacho Mungu alifanya kwao kama adhabu, aliwafukuza bustanini Eden. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie mstari ule wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuona hofu, baada ya kuasi, baada ya kukosea, wakaona hofu. Mungu alipowakaribia na kuanza kuzungumza nao, aliwauliza kwanza, mko wapi? Wakaanza kujitetea, wakasema, Mungu akawauliza, nani amewaambia ya kwamba mko uchi? Kati ya kitu alichokijibu Adamu, alivyoulizwa, nani amekwambia ule matunda ya huo mti niliokuambia usiale? Adamu alisema, huyo mwanamke uliyenipa. Mwanamke alipoulizwa, nani amekwambia ule matunda ya huo mti wa mema na mabaya ulio katika bustani ya Eden? Akajibuje mwanamke? Akajibu, nyoka aliniambia. Kwa hiyo baada ya wao kuulizwa na Mwenyezi Mungu maswali hayo, Mungu alikuwa anawatengenezea nafasi ya kutubu, lakini wao hawakuwa na nafasi ya kutubu, wakaachana nayo, wakaanza kusingiziana wao kwa wao. Lakini Mungu alikuwa anawauliza ili waweze kuwa na utayari wa kujibu ya kwamba, sawa Bwana, tumetenda hivi, lakini tunaomba tusamehe. Lakini wao, cheki, wao walivyoulizwa hawakutubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walipoacha kutubu, adhabu ikafuata. Akaanza Mungu kutoa adhabu kwa nyoka. Akamwambia, wewe nyoka, kwa kuwa umeshiriki kumdanganya huyu mwanamke, naye akasikia maneno yako, utatembea kwa tumbo, utakula mavumbi, ndio chakula chako. Sasa hebu angalia, adhabu inaanza kutolewa kwa nyoka. Kwa nini anaanza kutolewa nyoka? Adhabu inatolewa kwenye chanzo cha tatizo. Kwa chanzo cha tatizo ni shetani, ambaye shetani ameingia ndani ya nyoka kupitia ajenti aliyetumika kupeleka ujumbe katika bustani. Anaanza kupewa yeye adhabu, anaambia, wewe utatembea kwa tumbo. Maana yake alikuwa tembei kwa tumbo, anaanza kuambia utatembea kwa tumbo lako. Anapewa adhabu nyingine, anaambiwa, bana, utakula mavumbi, utakula mavumbi. Na uzao mwanamke pia utakuwa uadui kati yako wewe na uzao huyu mwanamke, kati ya uzao wa nyoka na uzao huyu mwanamke. Akaambiwa ya kwamba uzao mwanamke utakuponda kichwa, alafu akaambiwa mwanamke naye pia ya kwamba uzao wa nyoka utakupiga kisigino. Kwa wale ambao wanasoma Biblia vizuri, lugha za kibiblia, neno la uzao mwanamke kumponda kichwa nyoka, manake kichwa ni utawala, kichwa ni mamlaka, kichwa ni uhai. Kwa hiyo anaposema atakuponda, uzao mwanamke utakuponda kichwa, anamaanisha ataondoa utawala wa kishetani katika dunia. Lakini pia anaposema uzao mwanamke utakuponda kichwa, anamaanisha anamnyang'anya mamlaka nyoka kupitia kumponda kichwa, yani kummaliza kichwa. Anaposema uzao mwanamke utakuponda kichwa, anamaanisha kwamba uzao mwanamke utakuondolea uhai ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaposema ya kwamba uzao wa nyoka utakuponda kisigino, maana yake uzao wa nyoka utakuponda kisigino, ewe mwanadamu. Maana yake nini? Maana yake kisigino katika ulimwengu wa roho kina maana ya baraka au hatua. Na ndio maana unaona katika ule kitabu cha Mwanzo unaposoma habari za Esau pamoja na Yakobo, Biblia inasema Esau wakati anazaliwa, wakati akiwa tumboni alishikwa kisigino na Yakobo, na wakati anazaliwa alikuwa bado amemshikiliwa kisigino na Yakobo. Kwa hiyo Esau alikuwa amekamatwa baraka. Unaposema kisigino ni hatua zako, nimekwambia. Na kama ni hatua zako, mtu akikupiga kisigino amestopisha hatua. Na ndio maana shetani akapewa mamlaka ya kustopisha hatua, lakini sisi tukapewa mamlaka ya kuondoa uhai.
kumponda kichwa. Mtu akikatwa kichwa hawezi kuishi, akipigwa kichwa nyoka hawezi kuishi. Bali pengine anasema kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Kukanyaga nyoka na nge, kutawala vyote viko chini yetu. Kisigino pia anamaanisha baraka. Shetani amepewa ruhusa ya kupambana nasi, lakini Biblia inasema watapigana nasi lakini hawataweza. Upinzani upo, watapigana. Upinzani upo, watagombana, lakini lengo na dhumuni lao kupigana nasi halitafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, lakini pia ya kumpiga kichwa, ya kumwondolea uhai, ya kumwondolea utawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea kusema, wewe mwanaume, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako. Angalia sasa, kwanza kwa mwanamke anaambia kwanza mwanamke ya kwamba atajifungua, atazidishiwa uchungu wa kujifungua. Alikuwa na uchungu kidogo, akazidishiwa uchungu. Dhambi inapoingia mahali, inapotawala mahali dhambi, kinachotokea ni adhabu ya Mungu ndani yake. Ikiwa ni malango ameruhusu dhambi kapenya ikaingia, maanake uwe na uhakika ya kwamba tayari adhabu inafuata. Walipokaribisha dhambi katika bustani ya Eden, Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza wajikuta wako uchi. Jambo la pili wakaanza kuona hofu. Hofu itokana na dhambi. Kinachokuja kutokea kingine nini? Kinachotokea sana ile hali ya kuanza kupewa adhabu. Utazaa kwa uchungu, natakuzidishia uchungu. Na tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mwanaume. Na ndio mpaka leo unaona ukiona ndoa haina amani, uwe na kwamba tamaa ya mwanamke imezidi. Utaona mwanamke anafuatilia mpaka simu, SMS, anaangalia huyu baba amefanya nini, amefanya nini. Ndio walivyopewa. Na ukiona pia kufuatilia ujue hakupendi. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama nakupenda lazima kufuatilie. Ndio Biblia inavyosema, tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ikaendelea, akaanza kuambiwa mwanaume sasa. Akaambiwa kwa kuwa umesikia sauti ya mkeo, utakula kwa jasho lako. Lakini akaambiwa ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Utakula kwa jasho. Manake mwanzoni alikuwa anakula pasipokuwa na jasho. Alikuwa anatembea pale na kamata mnyama na chinja na kula. Wanyama walikuwa marafiki. Alikuwa anachuma matunda na kula na shiba. Lakini sasa kwa sababu ya ukengeufu anaanza kula kwa jasho. Kwa dhambi kisha ingia mahala, hata namna ya kupambana kwako kunakuwa kwingi sana, afu kipato kidogo. Lakini neema ya Kristo ikiwa ndani yako, unafanya kitu kidogo, mafanikio makubwa. Ndiyo faida tuliopewa sisi tuliofanyika kuwa wana wa Yesu Kristo na watoto wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie matokeo mengine ya dhambi. Matokeo ya tatu, dhambi husababisha mauti. Dhambi husababisha mauti. Dhambi kisha ingia ndani ya moyo, ndani ya malango ya moyo wako, ndani ya malango ya nyumba yako. Ukishaona dhambi imeingia, maana yake imekaribisha mauti. Unasema imekuwaje kakaribisha mauti? Biblia inasema hivi, walipokuwa katika bustani ya Eden, Mungu aliwaambia kwamba umavumbi wewe. Mstari wa 19, Mwanzo 3:19, umavumbi wewe na mavumbini utarudi. Mauti. Kwa hiyo atakufa, hataishi milele. Ukishafanya dhambi, ukiwa mtenda dhambi, manake hautaishi milele, utakufa. Anaendelea kusema katika Injili ile ya Mathayo sura ya 27 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 5, ya kwamba Yuda alipomuuza Yesu akapewa zile fedha senti 30. Biblia inasema kwamba alipopewa zile fedha, alipoona Yesu anasulubiwa, Yesu anateswa, alichokifanya arudishia watu wake fedha. Waliompa fedha akawarudishia, wakasema hatuwezi kuchukua hizi fedha, ni najisi, hatuwezi kuzichukua. Alipoona amekataa kuzichukua, Yuda alichokifanya nini? Yuda alienda akatupa zile fedha pale kwao. Alichokifanya kingine, akaenda akajinyonga. Fikiri, isingekuwa dhambi asingejinyonga, lakini dhambi aliyofanya kamsababishia mauti.
Kwa hiyo yote yule ambaye anafanya dhambi atakufa. Fikiri dhambi iliyoingia katika Sodoma na Gomora ya uzinzi na uasherati, zinaa ikaenea, zinaa ikatawala, ndoa za jinsia moja zikaanza kufanyika, ndoa za jinsia moja zikaanza kufungwa, ndoa za jinsia moja zikaanza kutawala katika Sodoma na Gomora. Okay, Mungu aliachilia kitu gani? Biblia inasema hivi, baada ya migumu ya mioyo yao kutokumwamini Mungu na kumkiri Mungu kupitia mtumishi wake Ruthu, Biblia inasema Mungu alishusha kibiriti kikateketeza Sodoma na Gomora. Zinaa, kati ya dhambi kubwa na mbaya ambayo Mungu anaichukia na itakayofanya Yesu Kristo awahi kurudi ulimwenguni ni zinaa. Sijui mazingira ulio nayo mpendwa, sijui mazingira unayoishi mtumishi wa Mungu. Zinaa ni adui wa haki. Zinaa ni adui wa mafanikio. Zinaa ni adui kati ya mwanadamu na Mungu. Zinaa ni adui wa vitu vyote ulimwenguni. Kiruhusu zinaa, umeruhusu mauti. Fikiri kwenye gharika, watu wanahubiriwa habari njema za Yesu Kristo, wanahubiriwa habari za ufalme wa Mungu, hawasikii. Wanahubiriwa ujio wa Yesu Kristo ulimwenguni kwa miaka ijayo, wanahubiriwa kabisa maisha yake kwa Mungu, lakini bado wao binafsi wakawa na mioyo migumu. Cheki, wakaangamizwa. Mtumishi wa Mungu Nuhu akaambiwa jenge safina. Alipojenga safina, gharika likaanza, mvua ikanyesha, watu wakafa wote, kikaanza kizazi kipya. Fikiri, isingekuwa dhambi wasingekufa, lakini dhambi ilisababisha uasi, ulisababisha ndani yao kifo. Fikiri pamoja nami katika Matendo ya Mitume sura 5 kuanzia mstari wa kwanza, mambo ya Anania na Safira. Anania na Safira wanakufa kwa sababu ya dhambi. Wanasema uongo mbele za Mungu, wanapomdanganya roho wa Mungu kwa kutoa sadaka sio kamilifu, wanakufa. Dhambi inasababisha mauti. Dhambi inasababisha mauti. Fikiri peke yako mahali ulipo. Uko unasafiri kwenye gari, mara ghafla mauti kakukuta. Je, utaenda wapi? Utaenda kwa Mungu au utaenda kwa shetani? Fikiri uko umekaa kwenye kiti, mara ghafla mauti kakukuta. Utaenda wapi? Kabidhi Yesu maisha yako. Mwamini Yesu mahali ulipo. Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya ulimwengu wote, uweze kuokolewa kupitia yeye. Amekufa msalabani kwa sababu yangu mimi na wewe, si kwa sababu yangu peke yangu mtumishi, ni kwa sababu yangu mimi na wewe. Uwepo wake ulimwenguni umetuweka kwa ukombozi. Ukimpokea Yesu Kristo una maisha milele, unaishi milele. Hata mwili huu ukifa, lakini bado roho yako ina maisha milele. Usipompokea Yesu Kristo, mauti inakukuta, mauti inakuandama, mauti inakuteketeza. Pokea Yesu leo, abadili historia ya maisha yako. Pokea Yesu leo, abadili mtazamo wako. Pokea Yesu leo, awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hajalishi majaribu ulio nayo, hajalishi shida ulizo nazo, Yesu anatamani umkabidhi maisha yako ili aweze kuwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie matokeo ya nne ya dhambi. Dhambi husababisha umaskini. Dhambi husababisha umaskini. Mithali 28 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Okay, kama unatenda dhambi usitegemee kutajirika. Ili upate mafanikio ya rohoni na mwilini, sharti dhambi uache. Na kwa mujibu wa waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, hakuna mafanikio yanayoanzia mwilini. Mafanikio yote yanaanzia rohoni. Yakisha tendeka katika hali ya kiroho, ndipo huja katika mtazamo wa nje kudhibitika.
Umewahi kuona katika kitabu kile cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza, utaanza kuona habari za wale watu waliopewa talanta. Biblia inasema mmoja akaenda kaificha ile kitu, haikuzaa. Wengine akaenda kazalisha. Yesu walivyompelekea ile talanta akawaambiaje? Akamwambia yule ambaye hajazalisha awape wenye nacho. Mwenye nacho atazidishiwa, asiye nacho hata kila chacho kidogo atanyang'anywa. Kwa hiyo afichaye dhambi zake hatafanikiwa, aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kuna watu wameshindwa kufanya kazi zao vizuri, wamekuwa matapeli kazini, wamependa rushwa kazini, wamekuwa wanakipenda rushwa ya ngono, rushwa ya fedha, ulaghai na mambo mabaya sio stahili. Mpaka leo tunapoongea kazini hawapo, wamefukuzwa kazi. Sengine uliajiriwa mahala wa kutafutia nafasi na ndugu zako, lakini umeshindwa kuheshimu kazi yako, umeshindwa kuheshimu kipato chako, umeshindwa kuheshimu uwepo wako kazini. Umeanza kuingia kwenye mambo ya dhambi ya dunia hii, umefukuzwa kazi, kazi hauna. Okay, nani mnaumu? Dhambi inasababisha umaskini. Dhambi inasababisha umaskini. Ukishaona mtu hajafanikiwa katika ulimwengu wa kimwili, fikiri mara mbili. Wengi wao dhambi na watesa. Wengi wao dhambi na watesa katika mioyo yao. Wengi wao dhambi na hukumu katika maisha yao. Wengi wao dhambi imekuwa kikwazo ndani yao. Wengi wao dhambi imekuwa ni tatizo na gumzo katika maisha yao. Ndio maana hata mafanikio kwao hayapo. Ukitaka mafanikio mwilini, sharti roho kwanza ufanikiwe. Wengine wanazungumza kwamba utapata mafanikio kwa njia nyingine. Okay, utapata mafanikio kwa njia nyingine, lakini mafanikio hayana amani ndani yake. Utajiunga na vyama vingine vya kupata utajiri, utatoa wenzako kafara, utatoa wenzako ndagu. Okay, kuna faida gani wewe kuwa tajiri na wengine kupoteza maisha kwa ajili yako? Lazima mkae ujitathmini, mtumishi wa Mungu, ya kwamba the way unavyoishi katika ulimwengu huu ndivyo the way unachokipanda hapa utakivuna kwa Mungu. Sasa unafanya uovu afu tegemea kupata kitu chema, haiwezekani. Tenda mema na Mungu akupe mema. Biblia inasema apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Ukipanda wema utavuna vyema, ukipanda uovu utavuna uovu. Dhambi husababisha umaskini katika maisha ya watu. Achana na dhambi ili uweze kufanikiwa. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako, achana na zinaa, achana na uasherati, achana na uzinzi, achana na uganga, kutegemea imani mbili kwa kazi moja. No, tegemea Yesu Kristo. Kabidhi Yesu Kristo maisha yako na kazi zako zitadhibitika. Kabidhi Yesu Kristo, mambo yako yote atajifunua katika mambo yako yote, na atakufanyia sawasawa na vile ambavyo unatamani aweze kukufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia dhambi huondoa kibali kati ya Mungu na mwanadamu. Dhambi huondoa kibali kati ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23 hadi 24, baada ya kutenda dhambi wakafukuzwa bustanini Adam na Eva. Lakini katika Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema tazama, mkono wa Bwana hakupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, wala hataki kusikia, wala hataki kujibu, wala hataki kuwabeba katika dhiki, katika mateso, katika changamoto. Kwa nini hawabebi? Dhambi imekuwa kikwazo. Cheki walivyomkosea Mungu katika bustani ya Edeni, akawafukuza bustanini. Ametoa uhusiano wao na Mungu. Kwa nini? Dhambi. Dhambi ni zuio, mpendwa. Dhambi ni zuio, ni adui. Dhambi ni adui wa haki ndani yako. Dhambi ni adui wa haki ndani yako. Kimbie dhambi na itakukimbia. Kama Yusufu alikimbia dhambi kwa Potifa, akasema siwezi kufanya kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa nini usikimbie dhambi? Kwa nini usikimbie dhambi? Kwa nini usikimbie dhambi? Jifunze kuikimbia dhambi, jifunze kutokuwa na mazoea na dhambi, jifunze kumtumainia Bwana. Kuna watu walikuwa na kibali katika kazi zao, lakini kutokana na kuipa nafasi dhambi ndani yao, mpaka sasa kazini hawaaminiki. Hawaachiwi ofisi,
hawapandishwi vyeo kwa sababu sio watu waaminifu. Akiagizwa harudishi change, akiagizwa harudishi mrejesho alichoagizwa. Afategemea kesho kazini upande cheo, unapanda kwa njia gani? Kibali kinatafutwa. Ukimheshimu mtu atakuheshimu, usipomheshimu mtu hawezi kuheshimu. Ndio maana Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu, kwenye Yohana 15:7, ninyi mkikaa ndani yangu na mawazo yangu yakaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Ukikaa kwake na mawazo yake kae kwako. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mwaminifu kwa kilicho kidogo ili Mungu akupe vikubwa. Kuwa mwaminifu kwa kilicho kidogo ili Mungu akuzalishie kile kikubwa kwa ajili yako. Usijifanyie kwa namna yote ile ujenye ili kupata vitu kwa njia sio njema. Jifunze kumheshimu Bwana na kumtumikia Bwana kwa mali zako na kwa kila kitu alichokujalia. Utamwona Bwana kwenye maisha yako. Dhambi ikiingia, kibali chako na Mungu kinaondoka. Jifunze kuomba toba maana unapoona ya kwamba haujaenda sawa sawa. Jifunze kumlilia Mungu maana wapo unaona kana kwamba hujaenda sawa sawa. Sasa nyingine hujajibiwa maombi yako, hujui kwa nini hujajibiwa. Sababu kuu ya kutokujibiwa maombi ni dhambi ndani ya mtu. Fikiri kule Babeli, wakati wanachukuliwa watu Israeli katika Yerusalemu kwenda Babeli wakati wa uhamisho. Nehemia sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, anaingia Nehemia kuomba toba. Watu wametenda dhambi katika Yerusalemu. Adhira anapotenda dhambi wanaanza kuchukuliwa kwenda uhamisho, kwenda utumwani. Dhambi ni adui wa maendeleo yako. Dhambi ni adui wa hatua zako. Dhambi ni adui wa kesho yako. Ili uweze kufanikiwa, ili uweze kupata kibali kazini kwako, ofisini kwako, achana na dhambi ya aina yote ile. Fuata sheria za kazi, fika kazini kwa wakati, utamwona Bwana na Mungu atakuwezesha na Mungu atakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi, je, Mungu huhesabu dhambi wapi? Mungu huhesabu dhambi kwa mwanadamu maeneo yapi? Kitabu kile cha Zaburi 36, Zaburi 36 mstari ule wa kwanza. Zaburi 36 mstari wa kwanza, na mwingine anasema hivi: kuasi kwake yule mwovu hunena moyoni mwake, hakuna hofu ya Mungu mbele za macho yake. Kuasi kwake yule mwovu hunena moyoni mwake, hakuna hofu ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo Mungu huhesabu haki na kosa moyoni mwa mtu. Katika Zaburi ya 139 kuanzia mstari wa kwanza, anasema ya kwamba hakuna jambo Mungu tunaweza kumficha asiweza kuliona. Kila kilicho ulimwenguni duniani kote anakitazama na kukiona. Kama anakitazama na kukiona, hakuna jambo ambalo anaweza kulifanya asilione. Ungeenda kufanya uzinzi mahali, uasherati mahali, kuiba mahali, udanganyifu mahali, utapeli mahali, magendo mahali, wakijua Mungu hawaoni. Mungu anaona kila sehemu. Macho yake yako kila mahali, anatazama na kuona, anatazama na kuona, anatazama na kuona. Kwa hiyo Mungu anaanza kuhesabu kosa na haki moyoni mwa mtu. Ndio maana pengine Yesu anasemaje ya kwamba mliambiwa msizini katika Torati, lakini mimi niwaambia ile kutamani tumekwisha kuzini. Kwa hiyo moyoni mwa mtu ndipo hesabiwa haki. Na kama unavyojua, huwezi kufanya kitu kimwili kama kiroho kijaingia kwanza. Ili ufanye chote kile kimwili, lazima kiroho kwanza kianze, kionekane kiroho na kipitishwe rohoni kwamba kiko halali na kifanyike, then ndipo kimwili sasa kinakuja kutimilika katika hali ya muonekano wa kimacho ya nje. Kwa hiyo jifunze moyo wako kuzoeza kuomba toba na kuwa katika hali ya ukamili. Kati ya kiashiria pekee anachotumia Mwenyezi Mungu kukujulisha ya kwa mahali au jambo unalofanya ni sahihi au si sahihi ni kiashiria vikuu viwili. Kiashiria cha kwanza ni amani moyoni mwako, unajisikia amani au furaha. Lakini kiashiria cha pili ni huzuni. Ukishaona kuna huzuni moyoni mwako, omba toba mbele za Mwenyezi Mungu. Omba toba, maana yake kuna zuio lipo. Na kuna aina mbili za mazuio, kuna zuio la kimungu na la kishetani.
Wakina Paulo katika Matendo ile wamezuiwa kwenda Firigia kwa sababu ya zuio la kimungu ndani yao. Kuna taratibu itaka wapi ndipo waende kwanza. Kwa hiyo unapokuwa katika ulimwengu huu wa kimungu, unapaswa kuendeshwa na Roho. Biblia inasema wana wa Mungu huongozwa Roho wa Mungu. Ukisikia indicate na soma ya kutokuwa na amani moyoni, omba toba. Ukisiona kuna furaha moyoni, endelea katika kile ambacho unafanya. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo lingine, Mungu alifanya nini baada ya kuona kuwa mwanadamu amefanya dhambi? Warumi 5:16 hadi 21. Ya kwamba kama dhambi iliingia kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, basi dhambi hiyo ikaondolewa kwa mtu mmoja ambaye ni Kristo. Kwa hiyo dhambi ilipata rango bustanini kupitia Adamu. Lakini Mungu kwa huruma zake na kutambua thamani ya mwanadamu ya kumuumba na kumkatisha katika ulimwengu, akaamua kumleta Yesu Kristo kama ishara ya kutizama na kuona ukombozi kupitia yeye. Yesu amekuja akapitia majaribu mengi sana. Adamu alipitia majaribu akamshinda, akaanguka. Yesu Kristo anakuja anapitia majaribu mengi sana, anajaribiwa na Ibilisi kwenye Mathayo sura ya 4, akapandishwa kwenye kilele kirefu, akaambiwa kama wewe mwana wa Mungu jitupe chini, maana imeandikwa atakujia malaika wakudaka usikaje kujikwaa mguu wako ukaumia. Akashinda majaribu yote, akapewa jaribu lingine akashinda. Alivyoshinda majaribu yote, akafa msalabani kishujaa, kama mkombozi wa ulimwengu wote, kama mkombozi wa wanadamu wote, kama mkombozi wa viumbe hai vyote ulimwenguni. Tunajifunza nini hapo? Iko hivi, ikiwa umeokoka, jaribu kwako lisiwe jaribu. Jaribu kwako liwe mtaji kwako kukuvusha kutoka ngazi uliopo kwenda ngazi nyingine. Jaribu ni mtihani. Huwezi kuvuka darasa la kwanza kwenda la pili kama hujapewa mtihani. Kati ya kitu pekee kinachoweza kuvusha kutoka hatua uliopo kwenda hatua nyingine ni mtihani. Kwa Yesu alipewa mitihani akashinda. Adamu alipewa mtihani akashindwa. Unasema najuaje? Aliasi akafanya dhambi. Yesu hakuasi, alifanya hivyo takiwa, akaimarisha uhusiano wake na Mungu, akafa msalabani kishujaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo ikiwa hujampokea Yesu, mpokea Yesu Kristo. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima milele. Ukimpokea Yesu Kristo una uzima milele. Ukimpokea Yesu Kristo hutapotea. Kwa jambo la kwanza, muamini yeye. Huwezi kumtegemea usipomwamini. Lazima muamini kwanza. Ukishamwamini utamtegemea. Ukishamwamini atakuwa Bwana wako. Ukishamwamini atakuwa mwokozi wako. Ukishamwamini atakuwa msaada wako. Hajalishi mahali ulipo, hajalishi mahali ulikoenda, hajalishi mahali ulipopita. Saa ingine upo mahali ulipo unajiuliza ya kwamba mimi nimefanya dhambi nyingi sana, nimemwasi Mungu sana kwa sehemu kubwa sana, lakini je, mwalimu, nitafanyeje basi ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni? Amekuja Yesu mwokozi wa ulimwengu wote. Ni kumkiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yako. Ukishamkiri anaingia ndani yako. Anasema katika Ufunuo 3:20, tazama niko mlangoni nabisha hodi, mtakisikia sauti yangu akanifungua, nitaingia ndani yake, nitaketi pamoja naye na kula pamoja naye na kufanya kazi pamoja naye na kufanikiwa pamoja naye. Kila mahali utakuwa pamoja naye. Lakini ikiwa hujampokea ni kazi bure. Dhambi zote zitasamehewa isipokuwa dhambi moja, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, ya kutokumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana mwokozi wa maisha yako. Kama hutamwamini utahukumiwa. Alimwambia wanafunzi wake katika kile kitabu cha Marko sura 16 kuanzia mstari wa 15 hadi 16, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa kama utaamini utahukumiwa. Ukimwamini una uzima wa milele. Mwamini Yesu Kristo, kabisa Yesu Kristo, lakini haijalishi dhambi na makosa uliyofanya. Anasema katika Isaya 1:18, njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe, zitakuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu.
Kwa hata kama umekosea Mungu kiasi gani, labda uliua watu, ulitapeli watu, uliiba vya watu, ulifanya watu wafukuzwe kazi, lakini bado Mungu amemtuma Yesu Kristo, na Yesu Kristo kafa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tuweze kuombolewa. Pokea leo ubadili historia ya maisha yako. Pokea leo Yesu Kristo afanyike msaada wako. Pokea leo Yesu Kristo awe tumaini la maisha yako yote. Pokea leo Yesu Kristo awe kimbilio la maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Basi niombe nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na rehema zake alizotuwezesha. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Asante kwa somo lako tuwezeshe jioni ya leo kuweza kutazama na kuliona. Wabariki watumishi wako, wawezeshe, wape kibali chako na nguvu na uaminifu wako. Wale ambao hawajapokea neema ya wokovu mahali walipo katika mitandao yetu YouTube, Instagram, Facebook na TikTok, waweze kupokea neema yako ya wokovu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ambatana nami kusema sala hii. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, chochote kile ambacho nimefanya kinyume na mapenzi yako, naomba unisamehe. Nilivyovifanya kwa mawazo na maneno na matendo na kutotimiza nipasayo, Yesu Kristo nisamehe. Yesu Kristo nirehemu. Nifute kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kupokea wewe leo Yesu Kristo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unitetee, unirinde, unipiganie. Katika dhiki uwe msaada wangu, katika njaa uwe chakula changu, uwe mana, uwe mkate wangu, katika kiu uwe maji yangu, katika majaribu uwe msaada na ngome na mwamba imara. Katika shida yote ile, Bwana, kafanyike kuwa msaada wa maisha yangu. Naomba haya tukiamini na kushukuru kupitia jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu akubariki. Amen.